Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hii kadhia ya watu kudai kupoteza nyeti, naona imekuwa ni kadhia nyeti kihakika, na la kusikitisha zaidi ni kwamba watu wanaowakilisha umma, wanaonasibishwa kwamba ni mashekhe wengine au ni maustadhi, na wamelibeba swala hili na wanazidisha hofu katika umma na wanazidisha wasiwasi katika jamii. Kihakika masala haya si ya kweli, na hakika hakuna mchawi anaweza kutumia simu au akatumia njia nyingine yoyote, ima akuguse akaweza kupoteza sehemu zako za siri. Allah subhanahu wa ta'ala hajampa mchawi au mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa na mwenye kutumia miamala ya kishetani nguvu kama hiyo. Anachoweza ni kukutia wewe wasiwasi, akakufanyia wewe sihiri, ukadhani kwamba huna kitu na ikawa kile kitu kipo. Na wenye uwezo huo, wachawi sampuli hii katika zama hizi ni kana kwamba wametoweka, hawapo. Wengi walioko katika zama hizi ni matapeli tu, hawatumii sihiri zile za kikweli za wakati ule wa zamani ambao wachawi walikuwa wakitumia. Lakini pamoja na hivyo, sihiri yenyewe ile ya hakika haina uwezo wa kuweza kuondoa kiungo cha mtu. Sihiri haina uwezo wa kubadilisha hakika juu ya hakika nyingine. Yaani mchawi hana uwezo wa kukufanyia sihiri au tuseme Illuminati na nani mpaka ikawa leo huna jicho moja. Hana uwezo huo. Hana uwezo kabisa wa kuweza kukufanya wewe ikawa pua imetoweka au sikio likawa halipo. Na labda mtu aweza kusema si kwamba kile kiungo chapotea kabisa, bali cha sinyaa, hata kusinyaa. Hana uwezo huo mchawi. Allah subhanahu wa ta'ala hajampa uwezo huo. Uwezo wa kuweza kubadilisha vitu na kuondoa vitu ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, walan tajida li sunnati llahi tahwila. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia vitu katika ulimwengu viwe vinakwenda kwa sunna yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Binadamu anatembea juu ya ardhi, akijaribu kutembea juu ya maji atazama, na akitembea juu ya maji, hii inaitwa ni amrun khariqun lil'ada, ni jambo ambalo kwamba limevunja ile ada ya kibinadamu, na anayeweza kufanya jambo hili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akawapa miujiza mitume wake, miujiza tofauti tofauti, wakafanya vitu ambavyo kwamba si vya kawaida, ili kuwathibitishia binadamu uwepo wake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa binadamu aweza kufanya miujiza, akafanya mambo ambayo kwamba si ya kawaida, itakuwa huyu shetani uwezo wake ni sawa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kwa sura hii kila mtu aweza kudai yeye ni mtume wa Mungu, kisha akaonyesha miujiza akasema kwamba nimepewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na wote ambao kwamba watakuwa ni wenye kusikia klipu kama hii, msisadiki wala msikubali hizi khurafat. Hakuna mtu anaweza kukuondolea kiungo, na baya zaidi ni kwamba sasa watu wameanza kuhofiana, ati mtu akikugusa atakuondolea kiungo, au mtu sijui namba mpya ukipigiwa kiungo chako kitatoweka. Tukaona watu wanajeruhiwa, watu wanauawa, watu wanafanywa. Yaani mtu akiwa na
na chuki na mtu mwingine, naweza kuamua tu leo nikasema huyu bwana amenigusa akanipotezea kiungo, watu wakamshambulia wakamuua. Hakika hili ni jambo ambalo kwamba si la sawa kabisa na halijuzu kabisa, na si kila kunapozuka urongo na uvumi watu wakalibeba. Nasema limenitokea familia yangu na nini. Ukiangalia ni hali ya kimaumbile ya kikawaida. Na kuna yule bwana jana Marikiti kule, nasikia alipigwa, wengine nasema aliuawa. Yule aliyemtuhumu mwenzake akiangaliwa yuko sawa. Nakumbuka pale nyuma kule kuja masala ya watu kutolewa macho sijui nini. Kuna bwana aliuawa na gari yao ikachomwa. Kumbe alikuwa anaenda kuangalia shamba. Watu wakaona mtu tofauti tu, ni mweupe huyu tofauti, wakasema huyu amekuja kuwatoa watoto macho, wakamuua. Kwa hiyo kwa dhana kama hizi watu watamalizana, na nasihi watu wasieneze uvumi kama huu, na wachane na masala haya ya upuzi, na yana muda yatawisha, kwa sababu yalikuwa Tanzania akaisha, sasa yamekuja Kenya. Yameanzia Shimoni, yameshuka mpaka sasa nasikia yamefika mpaka Malindi, yamekuja Mombasa mpaka sasa yamefika Malindi. Na kuna uwezekano mkubwa ya kwamba mambo haya yakaishia huku pwani, kwa sababu watu wa maeneo mengine hawafahamu vituko kama hivi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.